lakini twazikosesha kushukuru kwa sababu ya kuishi. Asante. Sadaka zetu na hata na fungu la 10 wote. Biblia inasema tukatoe mwili wetu kama dhabihu iliyo hai. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupea ili tuwe tumekusanyika mahali hapa na tuwe na Jumapili nyingine ya kumwabudu Mungu kwa pamoja. Niseme ya kwamba nimeokoka, Yesu ni Bwana, amenihifadhi na ninaendelea kumtumainia kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Na ninachukua nafasi kuwakaribisha kwa ibada wakati huu, msimu ambao tunaendelea kuwa katika hali tatanishi, hali ambayo tunasikia kuchanganyikiwa kwa sababu ya mambo ambayo yametukumba kwa sasa. Hasa tukikumbuka ya kwamba tulikuwa tunaona ama tunasikia hali ya huu ugonjwa ikiwa mbali sana na sisi, lakini mnajua wiki ambayo imepita tumeelezewa ya kwamba hata within Meru Town, Meru County tumepata watu ambao wako na virusi ya ugonjwa wa corona, na kwa hivyo najua wasiwasi inaendelea kuwa nyingi katika baadhi yetu, lakini tuna Mungu yule ambaye atatuhifadhi. Tuna Mungu ambaye ni ngome na kimbilio, na kwa hivyo yetu ni kuendelea kumwamini na kufuata maagizo yote ambayo tunapewa na watu wa afya, mambo ya kukeep distance, kusanitize, kuvaa mask, hayo yote, na jambo lingine lote ambalo utalifanya uweze kujikinga, tuendelee kufanya vile. Na nikitumainia kwamba siku hizi tumeshuhudia wanasiasa wameanza tena mambo ya siasa, mambo ya campaigns. Ni kama sasa wao hawaogopi ya kwamba kuna corona. Tunaona kwa hiyo mikutano yote hata hawazingatii maagizo yale ambayo tumepewa na watu wa afya. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba ikiwa mikutano kama hiyo itafanyika within this area, sisi kama Wakristo tujichunge, tusiwe na haraka sana ya kuhudhuria vikao kama mikutano kama ile ambayo haifuatilii maagizo, ndio tuweze kujikinga hata zaidi. Tunaweza sikiza vile wanaongea tukiwa mbali, ama tusikie kwa through the media, lakini kujiingiza kule kwa umati mkubwa inaweza tuletea balaa. Vile vile kule tunaenda sokoni kununua na kuuza, tuendelee kujikinga, tuendelee kuchukua tahadhari zozote ili tuone ya kwamba we are safe na mambo yote yanaenda vizuri. Jambo la pili ambalo ningependa kuwakumbusha hasa wazazi wale ambao wako na watoto watoto wa Boys and Girls Brigade ni kuwakumbusha kwamba wiki yetu ya Boys and Girls Brigade iko karibu sana. We shall be observing on the 9th August. Kwa hivyo ni kama mwezi mmoja umebaki ndio tuweze kuobserve Brigade Sunday. Very soon tutaanza roll out the program ya Boys and Girls Brigade, lakini tunaomba wazazi wakiwa kule nyumbani waendelee kutayarisha vijana waendelee kuwapanga. Mnajua kawaida watoto wetu wanakuja kusupport wakati siku yao imefika. Kwa hivyo ni vizuri uanze kumpangia kile ambacho atakuja kusupport, hata kama hawatakuja physically, lakini wataendelea kuambiwa na officers na committee members vile ambavyo
watatoa their contribution kuona ya kwamba Brigade Week imekuwa successful. Tuombe. Tunasema ni asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umetuhifadhi, tuko hai siku ya leo. Umetuleta kikao hiki kimeitanishwa na jina lako ili tukaweze kukuabudu pamoja na wale ambao wanatutazama wakiwa kule nyumbani. Na kwa sasa imefika wakati ambapo tunakuja kuligawa neno lako. Naomba ya kwamba ukaweze kutuzungumzia kila moja na tukaendelee kupata hifadhi kutoka kwako. Katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Masomo yote mawili yale tumesomewa yanaongea juu ya mchungaji mwema. Na ukisoma hapo juu kitabu cha Ezekiel na kitabu cha John pale tumesoma, utaona ya kwamba kuna wachungaji wengine. Ndio kuwe na mchungaji mwema, kuna wachungaji wengine ambao wanatajwa hapo juu. Lakini waandishi wa vitabu zote mbili wanawataja kama wachungaji wale ni bandia, wachungaji fake, ambao hawawezi wakawa wa msaada kwa kondoo, hasa wakati hatari imetokea. Ndio sasa Mungu anasimama na kusema ya kwamba mimi ndiye mchungaji mwema, kitabu cha Ezekiel. Na Yesu anasimama anasema mimi ndiye mchungaji mwema, kumaanisha ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi kuna mahali ambapo hatuwezi tukapata usaidizi wa kutosha. Kuna kule tunaweza kimbilia lakini tukose hifadhi ambayo tunatarajia. Na katika hizo hali ndio inaitwa ni wale wachungaji bandia, wale ambao watatoroka, wale ambao watatuachilia tukifikiria ndio tutapata hifadhi. Kwa hivyo tunakumbushwa ya kwamba kuna mchungaji yule mwema. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba anatuahidi, mchungaji mwema anatuahidi ya kwamba kwake kuna hifadhi, kwake kuna kimbilio, kwake kuna uponyaji na mambo yote mazuri ambayo tunayatarajia katika maisha yetu. Ezekiel 34 verses 12 inaongea juu ya hiyo siku ya giza na mawingu, that cloudy and dark day. Na anawakumbusha kwamba hata katika hiyo siku ya giza, siku ya mawingu, siku ambayo haina mbele na haina nyuma, siku ambayo ni ya huzuni, anaahidi watu wake ya kwamba yeye atasimama na wao na ataendelea kuwachunga. Na hakika tuko katika hali ambayo tunaweza fananisha na hiyo siku ya mawingu, siku ya giza, moments of despair, moments when situations are very tricky, are very tough, and that is where God is promising, even in those dark and cloudy moments, I am still in control. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kupitia haya masomo mawili kuna mambo matatu manne ambayo ningependa tuyakumbuke. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu wetu, our God, our good shepherd, is in control even in times of despair. Wakati tunasikia kama mambo yote yamefika mwisho, God is still in control.
Na ndio sababu mwandishi wa Zaburi, our guiding word, Psalm 23, anasema ya kwamba the Lord is my shepherd. Hata wakati ninapitia katika bonde la mauti, mahali kuna giza, sina shaka. Ni kwa sababu ninajua mchungaji wangu. Ninajua ni nani anashikilia hali ya maisha yangu. Kwa hivyo hata wakati tuko kwa hili janga, hata wakati kila mmoja wetu tuko na wasiwasi na tuko na woga kwa sababu ya hili janga la corona, ndugu zangu, dada zangu, niwakumbushe ya kwamba Mungu wetu, mchungaji mwema, ako na ushukani. God is in control. Amen. Na atahakikisha ya kwamba tutavuka na tutatokea upande ule mwingine tukiwa salama. Kwa hivyo hatuna shaka, hatuna jambo la kutufanya tubabaike, tushikwe na wasiwasi. Yes, we are in that situation. Kila mmoja wetu tunajua vile hii hali imetusukuma. Wengine wetu wamesukumwa mbali sana kwa sababu financially they are very down, mambo yao yameenda vibaya, na ndio hao sisi tunaogopa kushikwa na ugonjwa. Haujui ni nani yako nayo, haujui ni wapi utapitia ushikwe na virusi. Kwa hivyo tuko na wasiwasi, hata tukitembea, hata tukiuza, hata tukinunua, hata tukisafiri, tuko na woga, tuko na wasiwasi. Lakini tuko na Mungu ambaye anatuahidi ya kwamba ako in control. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia kwamba in those dark and cloudy days, those dark and cloudy moments, I'm still there to rescue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuko na Mungu ambaye ni mwaminifu, na ndio sababu anasema I am the good shepherd. Waachaneni nao wengine. Wengine ni bandia, wengine ni fake. Kule tunaenda kutafuta msaada, kule tunakimbilia, hatutapata hifadhi. Hifadhi tutaipata kwa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo na tusongee kwa Mungu, tujifiche pale, ndio aendelee kutufunika. Na hili janga litapita na tutasimama wima tena, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili ambalo tunapata pale ni kwamba ukisoma Ezekiel verses 34, 13 and 14, anaongea mambo ya restoration. Anasema ya kwamba nitawarejesha, nitawatoa kule kondoo walikuwa wametawanyika, nitawatoa kule wana wangu wa Israeli, nitawaleta pamoja, nitawapeleka kwa marisho bora. He's talking about restoration and a better future. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kwa msimu tu tuko katika hii hali, ni kwa msimu tu tumetawanyika. Hata ibada hatuwezi tukahudhuria, tunakaa kila mtu kwake. Tunaambiwa hata tusikaribiane, we keep distance. Tunaambiwa hata kwa makanisa hatujui tutarejea lini. Tumetawanyika, adui amekuja akatutawanya, but God is promising, the good shepherd anatuhakikishia kwamba you will bring us back. Bwana Yesu asifiwe. Nitawakusanya kila kondoo wale wako kule mbali na mbali, wote nitawaleta pamoja, na sio kuwaleta tu pamoja, nitawapeleka mahali pazuri, back in good pastures and I will tend them. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatuahidi ya kwamba ataturejesha pamoja kumaanisha ya kwamba hii hali itakuja kuisha na Mungu ataturejesha pamoja, na hali itaendelea kuwa bora hata zaidi. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi kwa sababu ya ile hali ngumu tunapitia kwa sasa. Ni kwa muda tu, ni leo tu, lakini kesho tutakuwa na kila sababu ya kumsifu na kumwabudu, kwa sababu ni mchungaji mwema. Mungu ambaye anatujua,
Mungu ambaye amekubali kutulisha sisi kama kondoo wake. Kwa hivyo hakuna haja ya kukaa tukiwa na woga, hakuna haja ya kukaa tukiwa na wasiwasi. Bora tuendelee kujichunga na kujilinda vizuri, naye Mungu achukue ushukani wake. Ni kwa sababu ako na ushukani, he is in control, na atahakikisha ya kwamba ataturejesha kila mmoja kwa malisho yake yaliyo mazuri. Jambo lingine ambalo tunapata pale as we read verses 14 and 15 of Ezekiel 34 ni kwamba Mungu anatuahidi amani, anatuahidi ulinzi, anatuahidi safety, peace, security and safety. Ndio maana anasema ya kwamba kondoo wake watalala mahali pazuri, will lie down in peace. We shall be safe now and in days to come. Ni kwa sababu tuko na mchungaji mwema. We have that good shepherd who is in control. Kwa hivyo Mungu atuwezeshe kuelewa ya kwamba nguvu zake na ulinzi wake, hata kama hatumuoni akituzunguka, hatumuoni huku akipita kama vile tunazoea kuona wachungaji wakiwa wanalisha kondoo, but he is in control, na anatuhakikishia kwamba we shall lie down. Unajua, wakati kondoo wamelala, ukiona ya kwamba kondoo wamelala mahali pazuri, ni kumaanisha wamekula, wameshiba, wamekunywa maji, wamelamba mawe ya chumvi kule, wametosheka, na sasa wamelala mahali ambapo wanajua hakuna adui atakuja kuangamiza pale. And that is the example that God is giving kwa jinsi ambavyo atalinda wana wake wa Israeli. Na ndio hakikisho ile ambayo tunapewa hata siku ya leo, that soon and very soon ili janga litatuondokea na wasiwasi utaisha, na baadaye we shall be restored, we shall be protected and we will be safe. Bwana Yesu asifiwe. So we know, once again, we don't need to fear, kwa sababu kuna yule ambaye tunaamini. Na jambo la 4 ambalo ningependa tupate pale ni kwamba Yesu naye in John 10 verses 14 anasema ya kwamba tunajulikana vizuri sana na huyo mchungaji. We are well known by the shepherd. Anatujua na sisi tunamjua. Na kwa hivyo jambo ambalo tunastahili kila mmoja ni kujiuliza ni je, wewe umejuana na huyu mchungaji? Juu hapo juu kumetajwa wachungaji wengine bandia. Unaweza jipata wewe ni kondoo ambaye anafuata mchungaji ambaye ni bandia, na ukifika pale mbele atakugeuka nawe adui. Na mkifika pale mbele ukiwa ndiye unatarajia akupea ulinzi na marisho, akiona adui anakuja naye atakutoroka na uachwe uangamizwe. Umejuana na Yesu kama mchungaji mwema. Yesu anakutambua na anakujua kama mmoja wa wale ambao wako katika kundi lake. Anatuambia kwamba anatujua. Ni kwa sababu tuko katika kundi lake. Na anasema ya kwamba mchungaji mwema anajitoa hata uhai wake kuhakikisha kwamba kondoo wake hawaangamii. Na tunajua ya kwamba pale msalabani Yesu alikufa kwa ajili yangu, kwa ajili yako, ili na sisi tupate kuishi. Brothers and sisters, hata ugonjwa ambao umeshtua ulimwengu mzima wa COVID-19
hauna nguvu kuliko nguvu za Yesu Kristo. Na kama alikufa pale msalabani ili tuishi, atahakikisha ya kwamba ametulinda na tutaendelea kuishi kwa sababu ni mwaminifu. Ugonjwa wa COVID-19 kama adui hautakuja kutuangamiza, kwa sababu tuko katika kundi lake Yesu Kristo, ambaye ametuhakikishia kwamba yu tayari kufa ili na sisi tusiangamizwe na shetani, tusiangamizwe na adui, tusiangamizwe na jambo lolote ambalo linaweza kutukumba. Any disaster, any situation that might come our way, God is there to protect us to the very end. Once again, we are given that assurance ya kwamba mimi na wewe tunajulikana. Mchungaji bora, mchungaji mwema anatujua kwa majina. Na hata inaendelea kusema ya kwamba hata wale wengine, kondoo wale wengine ambao hawana wachungaji, nitawaleta kwa kundi langu. So God is very concerned. Our Lord and Savior Jesus Christ is very concerned about our lives, about our safety, about our protection, about our lives. Kwa hivyo we don't need to fear. Letu ni kuendelea kumwamini Mungu, ni kuendelea kumtizama, ni kuendelea kumuita, ni kuendelea kukubali ya kwamba ako na nguvu kuliko mambo mengine yote ambayo yanatendeka hapa ulimwenguni. He is great, he is mighty, he is powerful. The good shepherd. Na tukikubali tu kuwa katika kundi lake la malisho, tukikubali tuendelee kulishwa na Yesu Kristo, tutapata hifadhi kutoka kwake. And we shall emerge victorious. And at the end of the day, tutakuwa na kila sababu ya kuimba wimbo kama yule mwandishi wa Zaburi 23 aliimba, that the Lord is my shepherd, I shall not want. Niogope nini na niko na mlinzi? Niko na mchungaji ambaye ananilinda mchana na usiku. Hata nikipitia kwenye bonde la mauti, hata nikipitia kwa giza na kwa mawingu ambayo yamefunika kila mahali, sioni mbele wala nyuma, sitaogopa kama. Kwa hivyo brothers and sisters, si wakati wa kuogopa hata kama tuko na wasiwasi. Ni wakati wa kukubali kuwa karibu sana na Yesu. Uwe karibu sana na mchungaji mwema. Sio wakati wa kuanza kutafuta hifadhi kwingine. Sio wakati wa kuanza kushtuka na kuwa na woga na kufikiria ya kwamba tunaweza pata msaada mahali kwingine. Msaada wetu uko kwa Yesu. Msaada wetu uko kwa Mungu. Ndiye kimbilia, ndiye ngome, ndiye atatufunika, ndiye atatuzingira ili janga lipite, na baadaye then we shall be restored. Tutakuja kurejeshwa tena, tutakusanywa pamoja na tutaendelea kumsifu na kumwabudu Mungu kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni muogope nani? Mungu akiwa upande wetu, Mungu akiwa mlinzi wetu, akiwa mchungaji mwema, tuogope nani? Tuogope nini? Letu ni kuendelea kumwamini, kumtumainia, kwa sababu naye ametuahidi hata tuachilia kama. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ni asante kwa sababu ulitupenda, ukaamua kufa kwa sababu yetu, ukajitoa uhai ili nasi tuishi. Ni asante kwa sababu ya neno lako la siku ya leo, kutukumbusha ya kwamba
tusikimbilie kwa wachungaji bandia, tusikimbilie kutafuta hifadhi kwa mambo mengine ya ulimwengu, bali Mwenyezi Mungu, tutafute uso wako, tusongee karibu sana na wewe, kwa sababu wewe ndiye mchungaji mwema. Ni ya kwamba wale ambao wamekuja karibu na wewe na wamekuwa kwa kundi lako la malisho, wewe unawajua na hautawaachilia waangamie. Tunakushukuru ni kwa sababu tunajua hata katika msimu huu na wakati huu kuna janga ambalo limefunika ulimwengu mzima kama lile wingu na siku ya giza. Tunajua utaendelea kuwa Mungu wetu, utatufunika, utatuzingira, na wakati hili giza litaisha, tutakuwa katika hifadhi yako na tutakuwa na kila sababu ya kushukuru, tukiona jinsi ambavyo umetuepusha kutokana na hili janga. Endelea kuwa Mungu wetu, endelea kuwa ngome na kimbilio. Na zaidi ya yote Mwenyezi Mungu, tunaomba kwa mapenzi yako, kwa sababu wewe uko na nguvu na hakuna hali ambayo inaweza kukushtua. Hakuna jambo ambalo linaweza tendeka liwe liko na nguvu kukuliko. Tunaomba kwa mapenzi yako, kwa sababu wewe ni Mungu wa mapenzi. Tunaomba ukaweze kutuondolea hili janga, ukaweze kuondoa virusi na ugonjwa ambao umeshtua ulimwengu, umefanya mambo mengi yakaweze kusimama na watu wengi wakateseka kwa sababu ya hali jinsi inavyoendelea. Tunaomba usimame kwa nguvu zako na hili giza likaweze kutuondokea, nasi tutaendelea kukushukuru na kuliinua jina lako. Endelea kutuhifadhi, endelea kutuonekania, endelea kuwa Mungu wetu, ni kwa sababu wewe ndiye tunaangalia na wewe ndiye tunategemea. Maana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Na Roho Mtakatifu ziwe nanyi, ziandamane nanyi na zikae kwenu sasa na hata milele. Amen.